Asante. Kwa majina kama nilipotambulishwa, naitwa Wakili Benjamin Karume, ni makamu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF. Ndugu waandishi, tumewaita kuwapa taarifa kwa niaba ya kamati ya uchaguzi ya TFF na kwa mujibu wa kanuni ya 10 ya kanuni ndogo ya kanuni za uchaguzi za TFF toleo la mwaka 2021 kwamba tunautangazia umma wa Tanzania kuhusu uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi ama naitwa Tanzania Premier League Board. Hivyo kwa mujibu wa kanuni hiyo ambayo nimetaja ya 10 kifungu kidogo cha kwanza, kwamba utakuwa na uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi na nafasi ambazo zitakazokuwa zinagombewa ni nafasi moja kwa upande wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti nafasi moja, na kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu za ligi NBC, ligi kuu ya NBC nafasi 3, alafu kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu za NBC Championship nafasi 2, pamoja na wajumbe wawakilishi wa klabu za First League nafasi 1. Sasa katika uchukuaji wa fomu kuna gharama ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni. Kwa nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti, gharama ya kuchukua fomu ni shilingi 200,000, shilingi za Tanzania 200,000. Nafasi za wajumbe wa kamati ya uongozi, gharama yake ya kuchukua fomu ni shilingi 100,000 za Tanzania, na fomu zitaanza kutolewa tarehe 2 mpaka tarehe 6 mwezi wa 10 2025, na zitapatikana katika ofisi za TFF pamoja na tovuti ya TFF. Jambo la kuzingatia ni kwamba kwenye kwenye uchaguzi huu wahusika wakuu ambao wameainishwa kwa mujibu wa kanuni ni vilabu vya ligi kuu ya NBC pamoja na NBC Championship pamoja na First League. Kwa hiyo wao ni watu maalum au ni vilabu tu peke yake ambao wanahusika. Sasa mpaka kuja kufikia uchaguzi kuna matukio ambayo yameainishwa kwenye kalenda ya uchaguzi. Ikumbuke kwamba uchaguzi wetu utafanyika hapa Dar es Salaam mnamo tarehe 29 mwezi wa 11 2025. Kwa hiyo kwa mujibu wa kalenda ya matukio ya uchaguzi, tunaanza na zoezi la uchukuaji wa fomu. Uchukuaji wa fomu, tunaanza kuchukua fomu kuanzia tarehe 2 ya mwezi wa 10 mpaka tarehe 6, na mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu
itakuwa ni mwisho tarehe 6 saa 10 jioni, ndio muda ambao wa kurudisha fomu, na kamati itaweza kukaa kwa mchujo wa awali kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9, na kuna kipindi cha kupokea pia mapingamizi ambacho kipindi hicho ni kati ya tarehe 12 mpaka 14 endapo yatakuwa yameainishwa na wagombea, na pia tarehe 18 mpaka 19 ni kipindi ambacho cha usaili kwa wale ambao kama kulikuwa kuna pingamizi yalishakuwa yanajadiliwa, na basi wataalikwa kwa ajili ya usaili kati ya tarehe 18 na tarehe 19. Kwa hiyo mlolongo unakwenda mpaka inafika tarehe 23 mwezi wa mpaka 28, kipindi ambacho huwa wanafanya kampeni, ikiwa tayari kama kuna issue za kimaadili, kuna fani, kuna mengi tu ambao matokeo tumeainisha. Nafikiri nakala hii itawasilishwa kwenu ili muwe na kumbukumbu ya kufuatilia kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo uchaguzi wetu sisi wa bodi ya ligi tutafanya tarehe 29 ya mwezi wa 11 2025. Ni washukuru kwa kutusikia na niwatakie kazi njema. Kama kuna swali. Asante. Asante. Mimi naitwa Amani Chamani kutoka FFM. Ningependa kuuliza makamu mwenyekiti, umetoa utaratibu kwamba watakaokuwa wanachukua hizo fomu ni vilabu husika, lakini hujataja sifa za hao watu na nafasi ambazo wanatakiwa kuja kuchukua fomu zao. Nimeainisha kwamba hawa, mfano wajumbe, nafasi ya mwenyekiti huwa wanatokea kwenye vilabu vya ligi kuu kwa mujibu wa kanuni, na vile vilabu viko 16 vya ligi kuu NBC. Kwa hiyo wenye viti tu pekee ambao ndio wana sifa ya kuja kuchukua fomu na kujaza, pamoja na makamu mwenyekiti lazima wawe ni wenye viti wa vilabu. Kwa hiyo moja ya sifa lazima uwe mwenyekiti wa klabu ya ligi kuu kwa nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi pamoja na makamu wake. Kwa nielewe Swali lingine au Nataka niongeze hapo. Hakuna sifa za kielimu hapo labda? Sifa za kielimu ni kidato cha 4 kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi ibara ya 9 imeainisha sifa za mgombea. Kwa hiyo ni wagombea kupitia hizo kanuni na kuona kwamba kama anaweza, lakini kigezo mojawapo ni lazima awe ni mwenyekiti wa klabu yoyote ya ligi kuu, zile klabu 16. Nje ya hapo, hata kama una qualification nyingine, kigezo hicho hauna, basi ni dhahiri shahiri kwamba unaweza kukutana na kitu kingine ambacho kutegemea. Shukrani. Naitwa Fumo. Ndio. Umeeleza kigezo kikuu ni mwenyekiti. Kwa siku za hivi karibuni vilabu vyote vimepiga hatua zaidi. Wametoka kuwa na wenyeviti, wamekuwa na marais. Kwa mfano hivi karibuni Azam wametoka kubadili kuwa mwenyekiti, wakampa hadhi kwamba huyu atatambulika kama rais. Sasa hizi nafasi za mwenyekiti zinapotea sasa kwa baadhi ya vilabu.
watatambulika, yaani wanaweza wakaingia kuwania wakija ni kama mwenyekiti wa klabu, ingawa klabu inamtambua kama rais. Hizo ni taratibu zao kwenye katiba zao, kwa sababu tunachoangalia ni top ranker wa, yani kwenye cheo cha juu kwenye klabu ni nani. Sasa kwenye kanuni zetu za uchaguzi imeainisha kwamba ni mwenyekiti. Klabu inaweza ikafanya mabadiliko ya katiba yake ikasema sasa hivi hatumwiti mwenyekiti, tunamwita rais na makamu wa rais, lakini tuna warenki wale ambao wako kwenye renki ya juu ya klabu, ndio hao wanakuwa na nafasi ya kugombea. Alafu jingine ambalo ninaona pia ni la msingi pia kuainisha, utahitajika pia upate endorsement kutoka kwenye klabu yako. Endorsement hii ya huku ni tofauti kidogo, sio ile endorsement ya 5 endorsement hapana. Huku utahitajika uthibitisho wa klabu yako kwamba inakupa endorsement kwamba sisi tunamteua mwenyekiti wetu awe mgombea wa nafasi hiyo.